Rai hiyo imetolewa na mtaalamu wa saikolojia na afya ya akili Leila Abubakari katika kongamano la wanawake lililoandaliwa na Jumuiya ya Wanawake wa Kiislamu Tanzania JUWAKITA Manispaa ya Singida. Amesema wanawake wanaweza kutumia vikundi vya ujasiriamali kama njia ya kuongeza kipato na kupunguza utegemezi. Tuwe na vikundi vyetu msikitini vya kuweka na kutoa msikitini bila riba. Kwa sababu watu wetu wanaumia na riba. Watu wetu wanaenda kwenye kausha damu. Kwa sababu sisi kazi yetu tunakusanya sadaka. Hatujui kuwapa watu namna kibubu waeke hela ili watolee sadaka. Kwa matibabu ya watu wetu ni uchumi. Sawa? Kila mtu akiwa na pesa, kila mtu atapona. Na kila mtu akiwa na sehemu ambapo uenda, akiamka asubuhi aenda hiyo sehemu. Ni dawa. Ukiwa una njaa, huna ridhiko lolote kwa sababu kuna nini? Kuna njaa. Lolote utakaloletewa hata kama liko nje ya dini utafanya? Utakubali. Baadhi ya viongozi walioratibu kongamano hilo akiwemo mbunge wa Singida mjini Mheshimiwa Yagi Kiaratu amebainisha kuwa wanawake wamepata nafasi ya kujifunza kuhusu fursa mbalimbali zinazoweza kuwasaidia katika maisha yao ya kila siku. Kwa sababu lengo letu kubwa ilikuwa ni kupashana habari, kupeana fursa, lakini kukumbushana. Nimshukuru sana Madam Leila Abubakari amewakumbusha wanawake kwamba pamoja na jinsia yao lakini wana nafasi nzuri ya kujiweka vizuri kiuchumi pasipo kuvunja amri za Mwenyezi Mungu. Ziko shughuli halali wanaweza kufanya, lakini katika kufuata maamrisho ya Mwenyezi Mungu, kuwatii waume zao na kutokuvunja sheria zozote zilizowekwa. Lakini Madam Leila ametuhusia sana wanawake tuitafute elimu, kwa sababu elimu ni ufunguo wa maisha na utatusaidia katika maisha yetu ya kila siku. Lakini kikubwa tumche Mwenyezi Mungu, kwani ndio sababu ya sisi kuwepo duniani na tumeombwa kwa sababu ya kumcha Mwenyezi Mungu. Na tunaisubiri kesho nzuri akhera kwa sababu ya kufuata takwa na maamrisho ya Mwenyezi Mungu. Pia tumenufaika na mengi kupitia mgeni wetu Madam Leila Abubakari kutoka Tanga. Mwanamke anayetetea wanawake, mwanamke anayewafunza wanawake. Tulikuwa tukimuona katika mitandao, alhamdulillah leo tumemuona. Ametuhusia, ametupa moyo, ametufanya tuwe wajasiri kina mama. Kutoka hapa mkoani Singida, Ramadhan Idilimu wa Mahasin TV.